Kwenye upande wa vigezo na masharti inategemeana na aina ya huduma ambayo mteja anataka kutoa. Kama nilivyokuambia awali kwamba tunatoa leseni kwa wanaotoa huduma za mawasiliano ya simu na internet, tunatoa leseni kwa wanaotoa huduma za utangazaji na posta. Kwa hiyo ukiangalia hizi sekta tatu hapa, kila sekta au kila huduma vigezo na masharti vinatofautiana. Sasa ngoja labda niongelee sekta mojawapo ambayo ni sekta ya utangazaji. Ndio. Kwa upande wa sekta ya utangazaji, kwa mtu ambaye anataka kutoa hiyo huduma au kupata hiyo leseni, ni lazima kwanza hiyo ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria. Inaweza kuwa imesajiliwa na wakala wa usajili wa leseni na biashara nikimaanisha BRELA, inaweza ikawa ni taasisi ambayo imesajiliwa na tuseme wakala wa usajili wa ufilisi na udhamini nikimaanisha RITA, au inaweza kuwa ni taasisi ambayo imesajiliwa na haya mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, ambayo inakuwa imesajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa hiyo ni lazima hiyo ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kampuni, inaweza kuwa ni taasisi lakini imesajiliwa kisheria, na watatuletea nyaraka mbalimbali, na lazima pia tuletee mpango wake wa kibiashara na kiufundi. Tuone, je, huyu mtu ana ufanisi kweli kwenye ufundi? Ana ufanisi kwenye fedha? Je, kwa upande wa fedha, je, huyu mtu tukimpa, maana tunapompa huyu mtu leseni kama tumempa, Watanzania tunasema tumempa moyo wote. Je, huyu mtu ana vigezo? Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo, nyaraka zimekaa sawa, na mpango wake wa kibiashara lazima tuangalie wa kibiashara na kiufundi.